maarifa hapa, pia kuna tax exemption kwenye kuingiza ile gesi. Sasa kwa sababu tunazungumzia nishati safi, tuna consider factor muhimu kama availability na gharama zake. Kwa nini hii misamaha ya kodi na hii subsidy program ambayo mnaifanya, kwa nini tusigeukie kwenye biogas? Kwa sababu biogas changamoto ni kufanya tu installation mara ya kwanza, lakini baada ya pale, nazungumzia sasa kwenye mazingira ya kwetu ya halmashauri ya wilaya Itigi, tuna wafugaji na tuna wakulima. Kwa kwenye uwekezaji wa biogas itakuwa ni rahisi zaidi, na ndio maana hizi unaona kuna changamoto. Mitungi ipo lakini imekaa ndani. Hapa mjini ni 27-28, lakini kule kwangu mimi napoishi ni shilingi 30,000 kwa mtungi mmoja kuubadilisha. Alafu gunia la mkaa ni shilingi 5,000. Kwa sasa unafanya maamuzi, ununue gunia la mkaa shilingi 5,000, 7,000 au ukabadilishe gesi. Angalau hilo mngelibeba kwa uzito zaidi, bali na gharama za umeme, lakini na gharama za gesi kwa ajili ya kujaza mitungi. Ndio maana usambazaji umekuwa mkubwa, hasa kwa wawakilishi wetu wa majimbo, wa bunge wamesambaza kwa kiasi kikubwa, lakini bado yule mwananchi wa hali ya chini kule, kwa yeye kuwaza 20,000 na 30,000 kwenda kujaza mtungi wa gesi imekuwa ni changamoto kubwa. Kwa hiyo hilo mngeweza kulibeba kwa kiasi kikubwa kwa wizara husika, ili mkaone kabisa wale wawezeshaji, wale ambao mnawatafuta ambao ni wawekezaji, muweze kuzungumza nao ili kuweza kupunguza hizo gharama na kuwafikia watu wengi zaidi ambao ndio wanaotumia zaidi nishati ambazo sizo safi. Na hisi kama inakuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu inakuwa ni ngumu ule kuwafikia wale watu kwa kiasi kikubwa. Kwenye maeneo yetu tuna population kubwa sana. Sasa unaweza kusema tutajaribu kufanya hivyo na sisi kuendelea kutoa elimu, lakini namna ya kuwafikia labda nayo ingeweza kuangaliwa kwa njia mbadala, kwamba kuwe na mfumo gani wa kuweza kuwafikia wananchi walioko chini zaidi. Sasa basi mimi niwaombe, kwa mafunzo haya tutakuwa walimu na tutaweza kuwasaidia wengine. Pia kama alivyosema mwenzangu kwamba nini kifanyike, nyie wizara mmeweza kutueleza sisi madiwani, angalau basi sasa kule kwa madiwani kuangalia katika familia za kwetu sisi za kifugaji ni zinahitaji nguvu zaidi na uelewa zaidi iweze kutumia nishati safi. Unakuta familia moja ina watu zaidi ya 200 au 50. Sasa basi majiko yao yanahitaji kama majiko yao mengine ambao ya kwenye makundi mengi, watu wengi ambao ni makundi mbalimbali. Sisi tuseme tumeyapokea na ujumbe huu Mheshimiwa Mwenyekiti tutaufikisha kwa walengwa. Lakini nikushukuru sana Mwenyekiti na wewe pamoja na mkurugenzi. Hakika mlifungua mlango, mkasema sasa njoni mlete elimu hii. Elimu hii ni bora sana. Elimu hii iende kwa Watanzania ambao tunawaongoza huko. Nakushukuru sana.